Kwenye maisha ya kifedha kuna tofauti kubwa kati ya kuhifadhi pesa na kuwekeza pesa. Kuhifadhi pesa ni kuweka fedha mahali salama ili uzitumie baadaye, na kuwekeza ni kuweka fedha kwenye sehemu ya uwekezaji kwa lengo la kuzalisha faida au kukuza thamani ya fedha kwa muda fulani. Kwa kijana anayejenga maisha yake, kuelewa tofauti ni muhimu sana, kwa sababu pesa ambayo haijawekewa mpango inaweza kutumika bila kujua na ikaisha haraka. Moja ya njia ambazo mtu anaweza kutumia kuwekeza ni kupitia UTT, Asset Management and Investor Services, inayojulikana kama UTT AMIS. Hii ni kampuni inayosimamia mifuko mbalimbali ya uwekezaji ambayo inawaruhusu watu binafsi na taasisi mbalimbali kufanya uwekezaji. UTT AMIS ina mfuko wa Umoja Fund, Wekeza Maisha, Watoto Fund, Jikimu Fund, Bondi Fund na Liquid Fund ambayo inajulikana kama mfuko wa ukwasi. Unapotaka kuwekeza, usichukulie UTT AMIS kama sehemu ya kutunza pesa tu. Ifanye kuwa ni sehemu ya daraja ambalo litakusaidia ujifunze kuwa na nidhamu ya uwekezaji. Lakini pia usiweke pesa kwa sababu mtu mwingine tu amesema ni sehemu salama au inalipa. Kila uwekezaji una masharti, gharama, kiwango cha riski na muda wake wa kupata faida. Ukweli wa kwanza kuhusu UTT AMIS ni shirika la uwekezaji. UTT AMIS ni taasisi inayojihusisha na usimamizi wa uwekezaji na huduma kwa wawekezaji. Kwenye UTT AMIS, fedha za wawekezaji huwa zinakusanywa kwenye mifuko maalum na zinasimamiwa kulingana na sera za mfuko husika, na huwa inamsaidia mtu ambaye hana utaalamu mkubwa wa masoko ya fedha kufanya uwekezaji. Unapowekeza, usiangalie tu pesa unazowekeza, angalia mfumo unaozalisha hizo pesa. Uwekezaji mzuri unahitaji kuelewa unapopeleka pesa zako, nani anazisimamia na zinawekezwa wapi, mfumo wa kupata faida upoje na gharama zake za uendeshaji zipoje. Ukweli wa pili kuhusu UTT AMIS, ina mifuko mbalimbali ya uwekezaji. UTT AMIS ina mifuko yenye malengo na aina tofauti tofauti za uwekezaji, ikiwemo Umoja Fund, Wekeza Maisha, Watoto Fund, Jikimu Fund, Bondi na Liquid Fund au mfuko wa ukwasi. Unapotaka kuwekeza UTT AMIS, lazima ujiulize ni mfuko gani unaoendana na malengo yako. Kama unawekeza kwa malengo ya muda mfupi, mahitaji yako yanaweza kuwa tofauti na mtu anayetaka kuwekeza kwa muda mrefu, inaweza kuwa ni kwa miaka 10 hadi 20. Uwekezaji mzuri unaanza na lengo. Ukishaweka lengo, unachagua aina ya uwekezaji ambao unaendana na malengo yako. Ukweli wa tatu kuhusu UTT AMIS, haina makato. UTT AMIS haina makato kwa sababu baadhi ya mifuko huwa haina entry load, yaani hakuna ada ambayo inakatwa wakati wa kununua units au vipande. UTT AMIS kutokuwa na makato haimaanishi kuwa hakuna gharama nyingine zilizopo, kwa sababu kuna baadhi ya mifuko haina ile entry load, lakini repurchase yake inaweza kuwa na asilimia fulani kama exit load. Kuna gharama za usimamizi, ukaguzi na gharama nyingine ambazo zinaweza kutozwa kwenye mfuko kulingana na masharti ya mfuko uliowekeza. Kwenye UTT AMIS, baadhi ya mifuko huwa haina entry load, lakini kila mfuko una masharti na gharama zake. Unapowekeza, jitahidi kusoma taarifa rasmi za mfuko husika kabla ya kuwekeza. Ukweli wa nne kuhusu UTT AMIS, ina mifuko salama ya uwekezaji yenye viwango tofauti tofauti vya riski. Hakuna uwekezaji usiokuwa na riski, kwa sababu inayotokana na mabadiliko ambayo huwa yanatokea kwenye thamani kupanda na kushuka au kubaki pale pale, lakini pia hali ya soko, muda wa uwekezaji na masharti ya mfuko vinaweza kuathiri uwekezaji. Kama kijana, usifanye kosa la kutafuta faida kubwa bila kujua riski yake. Lazima uelewe riski kabla ya kuangalia faida au return. Mwekezaji mwenye akili haanzi kuuliza kwanza nitapoteza nini kabla ya kuuliza nitapata kiasi gani. Ukweli wa tano kuhusu UTT AMIS, haitumii pesa nyingi kuanza uwekezaji. Hili ni jambo ambalo linavutia sana kwa vijana wenye kipato kidogo, kwa sababu unapowekeza UTT AMIS hauhitaji kuanza na mamilioni ya pesa. Kiasi cha kuanzia kwenye uwekezaji kinategemea na mfuko uliouchagua kuwekeza. Mtu anayeanza uwekezaji na kiasi kidogo cha fedha na akaendelea kuongeza uwekezaji kwa utaratibu, anaweza kutengeneza au kujenga tabia nzuri ya uwekezaji
mwekezaji kuliko mtu anayesubiri mpaka awe na pesa nyingi ili aanze kuwekeza. Unapowekeza, jitahidi sana kuangalia masharti ya mfuko husika ambao umechagua kuwekeza. Uwekezaji unapaswa kuendana na uwezo wako wa kifedha. Uwekezaji ni kuweka pesa kwa malengo. Jifunze kwanza, chagua mfuko kulingana na malengo yako, soma masharti ya huo mfuko, alafu wekeza kwa nidhamu.